Bwana Yesu asifiwe. Natumaini kwamba unaendelea vizuri na nashukuru Mungu kwa ajili yako kwamba unaendelea vizuri. Sasa ni siku nyingine tena baada ya kwa sasa tumepitia unabii wa Danieli. Naamini kwamba umejifunza maana nili-upload. Kwa hiyo tutajifunza somo kuhusu mwana aliyeahidiwa. Mwana aliyeahidiwa ni unabii ambao umetolewa tangu mwanzo, unaohusu ukombozi wa mwanadamu, na ni ukombozi ambao ulikuwa utolewa kupitia mwana aliyeahidiwa. Mwanadamu alipoasi, Mungu alitengeneza njia ya kumrudisha kwake kwa sababu ya kukubali udanganyifu wa Ibilisi. Adam na Hawa walikuwa wamekaribisha dhambi au uasi, walikuwa wamekubali kutii kiumbe ambaye ni Ibilisi badala ya kumtii Mungu, na hivyo walikuwa wamejiweka mbali wenyewe na Mungu aliyowaumba na wakajifanya rafiki wa Shetani. Sasa katika mchakato wa kuwarejesha kwake, Mungu aliahidi katika Mwanzo 3:15 kwamba kutakuwepo na uzao wa mwanamke au uzao wa kanisa au uzao wa mwanadamu ambao utamponda kichwa Ibilisi, na Ibilisi yeye atamponda kisigino, kwa maana ya kwamba Ibilisi atakachofanikiwa tu ni kusababisha maumivu kwa huyo mzao wa mwanadamu, lakini huyo mzao wa mwanadamu yeye atakuwa amemwangamiza kabisa Shetani na kuangamiza kabisa nguvu zake. Kwa hiyo mwana aliahidiwa, Israeli walikuwa na tumaini ya kwamba ipo siku mahusiano yao na Mungu ambayo yalikuwa yamevunjika kwa muda mrefu yangeweza kurejeshwa. Lilikuwa ni tumaini katika vizazi vyote, na ni tumaini ambalo hata kabla ya Musa kuanza kuandika ujumbe ambao sasa tunauita ni Torati na Biblia, walikuwa wakilithishana kizazi baada ya kizazi. Neno ukombozi lilikuwa likipitishwa kizazi hata kizazi toka lilipohubiriwa kwa mara ya kwanza Edeni. Limekuwa likilithishwa kizazi hata kizazi. Hata nabii Isaya alizungumza juu ya mwana huyu aliyeahidiwa katika kitabu chake cha Isaya sura ya 9 fungu la 6. Alisema kitu juu ya mwana ambaye ameahidiwa. Alisema hivi, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu Mwenye Nguvu, Baba wa Milele, Mfalme wa Amani. Kwa ajili yetu sisi mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume ambaye uwezo wa kifalme uko begani mwake, na kwamba yeye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu Mwenye Nguvu. Kwa hiyo huyo mtoto ambaye atazaliwa, ambaye uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake, na ambaye jina lake ataitwa Mshauri wa Ajabu, yeye pia ni Mungu Mwenye Nguvu. Sio Isaya tu, lakini hata Mika pia alitabiri, akitabiri juu ya mahali ambapo huyo mtoto atazaliwa, na akijaribu hata kutaja nini utakuwa wajibu wa huyo mtoto atakayezaliwa. Katika kitabu cha Mika sura ya 5 fungu la 2, Mika alitoa unabii juu ya mtoto aliyeahidiwa. Nabii wa Mika ulieleza bayana na ukaeleza kwa uwazi kabisa mahali ambapo huyo mtoto angezaliwa, na ukaeleza kwa uwazi kabisa nini ambacho huyo mtoto atazaliwa. Mika 5 fungu la 2 anasema, bali wewe Bethlehem Efrata, uliye mdogo kuwa miongoni mwa elfu za Yuda, kutoka kwako wewe atanitokea mmoja atakayewachunga, atakayekuwa mtawala katika Israeli.
ambaye matokeo yake yamekuwa tangu zamani za kale, tangu milele. Kwa sababu hiyo atawatoa hata wakati wa kuzaa kwake aliye na utungu, ndipo hayo mabaki ya nduguze watawarudia wana wa Israeli, naye atasimama na kulisha kundi lake kwa nguvu za Bwana, kwa enzi ya jina lake Bwana Mungu wake, nao watakaa, maana sasa atakuwa mkuu hata miisho ya dunia. Atakuwa mkuu hata miisho ya dunia. Kwa hiyo unabii ulikuwa wazi kabisa kwamba ewe Bethlehem Efrata, kutoka kwako atanitokea mmoja ambaye atakuwa mfalme juu ya Israeli. Sio hao tu, sio Mika tu, Danieli pia miaka kama 600 au 500 hivi kabla ya Kristo alikuwa ameoneshwa na alitoa unabii. Aliona katika maono na akafuatiliwa maana ya yale maono yalikuwa yanataja exactly kabisa mchakato utakavyokuwa mpaka Yesu atakapozaliwa na mpaka atakapotimiza utume wake. Mtoto aliyeahidiwa. Katika kitabu cha Danieli sura ya 9 kuanzia fungu la 24, Danieli alieleza wazi na bayana kabisa juu ya mtoto huyu aliyeahidiwa. Na katika fungu la 24 Danieli 9 anasema, muda wa majuma 70 umeamliwa juu ya watu wako na juu ya mji wako mtakatifu, ili kukomesha makosa na kuishiliza dhambi na kufanya upatanisho kwa ajili ya uovu na kuleta haki ya milele na kutia muhuri maono na unabii na kumtia mafuta yeye aliye mtakatifu. Kwa hiyo ni unabii, na hapa ni Gabrieli anamueleza Danieli juu ya maono ambayo alikuwa ameyaona. Baada ya kuwa Danieli amejinyenyekesha na kuomba, anapewa fadhili ya yale maono. Anaambiwa muda wa majuma 70, muda wa wiki 70 umetengwa kwa ajili ya watu wako. Watu wake wapi? Kwa ajili ya Israeli. Na juu ya mji wako mtakatifu, yani Jerusalem, ili kukomesha makosa na kuishiliza dhambi. Hayo majuma 70 au hizo wiki 70 ni kwa ajili ya kukomesha dhambi na kuishiliza, yani kumaliza makosa yote. Lakini kufanya upatanisho kwa ajili ya uovu na kuleta haki ya milele na kutia muhuri maono na unabii. Lakini pia hayo majuma 70 yatakuwa ni kwa ajili ya kufanya upatanisho kwa ajili ya uovu na kuleta haki ya milele na kutia muhuri maono na unabii, yani kutimiliza maono na unabii ambao ulikuwa umetabiliwa kwa muda mrefu. Lakini kumtia mafuta yeye aliye mtakatifu, kumtia mafuta, kumtenga, kumweka wakfu yeye ambaye ni mtakatifu. Basi ujue na kufahamu ya kuwa tangu kuwekwa amri ya kutengeneza na kujenga upya Yerusalemu hata zamani zake Masihi aliye mkuu, kutakuwa na majuma 7. Yani tangu kujengwa upya, kutolewa amri ya kujenga upya Yerusalemu mpaka kipindi cha Masihi aliye mkuu, kutakuwa na kipindi cha majuma 7 au kipindi cha wiki 7. Lakini anaendelea na kusema kwamba na katika majuma 62 utajengwa tena pamoja na njia kuu zake na handaki, naam, katika nyakati za taabu. Na baada ya yale majuma 62 Masihi atakatiliwa mbali, naye atakuwa hana kitu, na watu wa mkuu atakayekuja watauangamiza mji na patakatifu, na mwisho wake utakuwa pamoja na gharika, na hata mwisho ule vita vitakuwapo ukiwa umekwisha kusudiwa. Naye atafanya agano thabiti na watu wengi kwa muda wa juma moja, na kwa nusu ya juma hiyo ataikomesha sadaka na dhabihu, na mahali pake litasimama chukizo la uharibifu, na hivyo hata ukomo na ghadhabu iliyokusudiwa imemwagwa juu yake mwenye kuharibu. Kwa hiyo ni unabii ambao unaeleza kwamba
majuma 70 au wiki 70 zimetengwa kwa ajili ya watu wake Danieli na kwa ajili ya mji wake mtakatifu, yani Yerusalemu. Kwa hiyo mwanzo wa hayo majuma 70 au mwanzo wa hizo wiki 70 ni toka amri ilipowekwa ya kujenga upya Yerusalemu pamoja na viunga vyake. Sasa majuma 70 ni nini hasa kiunabii? Maana huu ni unabii. Kanuni ya kufasiri nyakati katika unabii imeelezwa katika kitabu cha Hesabu 14:34 na Ezekieli 4 fungu la 6 kwamba siku moja mwaka mmoja, siku moja kwa mwaka mmoja nimekuagiza. Kwa hiyo siku moja ya kiunabii ni sawa sawa na mwaka mmoja halisi. Sasa juma moja lina siku 7 ambayo katika uhalisia ni miaka 7. Sasa wiki 70 maana yake ni wiki majuma 70 maana yake ni wiki 70. Maana yake wiki moja ikiwa na siku 7, maana yake siku hizo 7 mara 70 ni 490. Kwa hiyo hayo majuma 70 au hizo wiki 70 ni sawa na siku 490, ambazo siku moja kwa mwaka mmoja maana yake ni sawa na miaka 490. Na hiyo anasema kwamba imetengwa kwa ajili ya watu wako na kwa ajili ya mji wako mtakatifu. Na anasema kwamba wiki ya kwanza au juma la kwanza limetengwa ni toka hiyo amri itolewe mpaka kufika kwa yule ambaye ni Masihi aliye mkuu. Na baada ya hapo kuna majuma 62 yatafuata. Kwa hiyo ili tuelewe sasa kwamba huo unabii ulianza lini, ni amri ya kujenga upya Yerusalemu, tujue kwamba ilitolewa mwaka gani na ni wahusika wapi waliohusika. Jibu ni rahisi tu, Biblia yenyewe imeeleza kwa uwazi. Amri ya kujenga upya Yerusalemu na viunga vyake ilitolewa na mfalme Altashasta wa Uajemi mnamo mwaka 457 kabla ya Kristo, alipomwandikia barua Ezra ili amruhusu. Na Nehemia akaanza kujenga upya Yerusalemu ambao ulikuwa umebomolewa na mfalme Nebukadneza alipokuwa amevamia kwa mara ya pili, na hekalu likabomolewa. Sasa mji ule ukajengwa upya, hekalu likajengwa upya. Kwa hiyo toka mwaka wa 457 kabla ya Kristo ukihesabu hayo majuma 70 au miaka 490, utagundua kwamba itakuja kuishia mwaka wa 34. Sasa juma la mwisho ndilo ambalo nahitaji tuweze kulizungumza kwa undani. Amesema kwamba mwisho wa majuma hayo anasema kwamba na baada ya yale majuma 60 fungu la 26 na mawili, Masia atakatiliwa mbali, naye atakuwa hana kitu na watu